Karibu katika Act 12. Leo tunashuhudia usiku mkuu zaidi katika historia ya Israeli, usiku wa Pasaka. Katika Exodus 12, Mungu anaelekeza Israeli kufanya kitu ambacho kitabadilisha historia milele. Hawajui bado, lakini wanatengeneza mfumo wa ibada ambao utaashiria kwa Mwokozi aliyekuja. Mwana-kondoo mmoja, damu moja, ukombozi mmoja. Hii si hadithi tu, ni ahadi ya Mungu ya ukombozi kwa kizazi chote. Tuanze katika Misri, usiku ambao malaika wa mauti anapita. Mwezi huu utakuwa mwanzoni mwa miezi kwenu, utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Msemeni na jamii yote ya Israeli mkisema, katika siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu achukue mwana-kondoo kwa ajili ya jamii yake. Damu itakuwa ishara kwenu juu ya nyumba mlizomo, nami nitakapoona damu, nitakupitia, wala maangamizi hayatakufikia ninyi. Mkaule kwa haraka, miguu yenu ikawa na viatu, mikono yenu ikawa na fimbo zenu, ni Pasaka ya Bwana. Hebu tuone mambo matatu ambayo mara nyingi tunayasahau. Kwanza, Pasaka haikuwa ni sherehe tu, ilikuwa mwanzo wa mwaka mpya. Mungu aliamuru Israeli wabadilishe takwimu zao. Mwezi wa saba sasa ukawa wa kwanza. Ukombozi hauongezi tu maisha yako, unayabadilisha kabisa. Pili, mwana-kondoo alilazimika kuishi na familia kwa siku 4. Si mchujo wa haraka, wakati wa kumwamini na kumjua. Tatu, damu ilipakwa kwa mti wa hisopo, mti ambao umetumika kwa utakaso tangu enzi za Daudi. Hata katika ukombozi, Mungu anafikiri kuhusu utakaso wetu. Mabadiliko makuu matatu yanatokea usiku huu. Utumwa unabadilika kuwa uhuru, lakini si kwa nguvu za kibinadamu, bali kwa damu ya mwana-kondoo. Adhabu inabadilika kuwa ukombozi, Wamisri wanapokea hukumu, Israeli wanapokea neema. Na umoja wa kifamilia unabadilika kuwa umoja wa kitaifa, kila familia inafanya vivyo hivyo, wakati mmoja, kwa sababu moja. Hii ni ishara ya jambo kubwa zaidi lijalo. Paulo atakuja kusema, Kristo ni Pasaka yetu aliyedhibihiwa. Mwana-kondoo mmoja ataokoa ulimwengu. Wanyamapori wanashuhudia maajabu haya ya ukombozi. Ndugu zangu, naona jambo la kushangaza. Binadamu wamechaguliwa kuokolewa kwa damu yangu. Lakini kwa nini wao wanaogopa mauti, nami sinaogopi kutoa maisha yangu? Kutoka anga naona mpango wa Mungu. Wamisri hawajui kwamba adhabu hii ni kwa sababu ya uasi wao. Lakini Israeli pia hawajui kwamba ukombozi huu unaashiria kitu kikuu zaidi. Nimeona vita na mashambulizi, lakini hii ni aina tofauti ya vita. Ni mapambano kati ya mauti na maisha, kati ya utumwa na uhuru. Na binadamu wanashinda bila kupigana hata. Pasaka inafundisha mengi kwa waumini wa leo. Kwanza, tunahitaji ulinzi wa damu ya Yesu. Kama vile Israeli walivyohitaji damu juu ya milango yao, sisi tunahitaji damu ya Kristo juu ya maisha yetu. Pili, ukombozi hauendi bila utayari. Israeli walila kama watu walioko tayari kuondoka, viatu, fimbo na haraka. Sisi pia tunapaswa kuishi kama watu waliokolewa, tayari kwa utumishi wa Mungu. Tatu, tunakumbuka mara kwa mara. Israeli waliagizwa kusherehekea Pasaka kila mwaka. Sisi tunakumbuka kifo cha Kristo katika chakula cha Bwana. Tuombe. Baba wa anga, tunakushukuru kwa Yesu Kristo, mwana-kondoo wa kweli aliyetuokoa. Kama vile ulivyowaokoa Israeli kutoka Misri, umetuokoa sisi kutoka utumwa wa dhambi. Tufundishe kuishi kwa utayari, kukumbuka ukombozi wako na kushiriki habari njema na wengine. Kwa jina la Yesu, amina. Pasaka ni zaidi ya historia, ni ahadi. Mungu anaokoa, Mungu anakumbuka, Mungu anatimiza. Tufuatane katika kipindi kijacho tunapoona Israeli wakiondoka Misri. Mungu yu mwema. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.